Ni aina gani ya wanawake ambao ndio huwavutia zaidi wanaume mpaka kutaka kuwaoa? Hilo ndio limekuwa swali kubwa sana vichwani mwa wanawake, kutaka kujua ni kitu gani hasa wanaume wanapenda ama wakifanyiwa ndio wanapata hamasa ya kuwaoa. Sasa hilo swali nikasema nisibaki nalo mimi peke yangu. Leo katika Kilinge cha Wanaume nimewaletea hilo swali na hapa tutapata majibu. Ni aina gani za wanawake ambao ndio wanapendwa zaidi na wanaume? Sasa wewe kama mwanamke, tega masikio yako hapa. Huenda leo ikawa bahati yako ya kubadilika na wewe kuanza kupendwa, kupata wa kwako akakuoa. Naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV na hapa tupo Kilinge cha Wanaume. Karibu sana. Jamani, mambo vipi? Poa. Poa mwalimu, karibu sana. Leo nimesema mambo yasiwe mengi. Tutulie, tuambie wanawake ni vitu gani hasa wanaume wanavutiwa navyo zaidi mpaka kufikia kutaka kuwaoa. Wajue kabisa kwamba wanaume nao jamani wanatuliaga wakipataga vitu vyao. Sio? Sasa leo ndio hiyo bwana mada. Wanawake wanataka kujua ni vitu gani hasa wanaume wanapenda kutoka kwa wanawake ili waende wakavifanye na waweze kustawisha mahusiano yao ama ndoa zao. Hebu mimi nataka nianze na wewe leo ili wanawake wapate kusikia hata maneno mazuri basi kutoka kwako. Ni mwanamke aina gani anawavutia zaidi wanaume? Mwanamke ambaye mara nyingi ambao wanaume wanapendelea kuwa naye, kwanza mwanamke inabidi awe fundi. Mwanamke inabidi awe fundi. Na tunapozungumzia fundi wa VETA, ndo hapo sasa inabidi wasikilize vizuri. Fundi, tunapozungumzia fundi inabidi awe anajua mambo. Lazima mwanamke awe anajua kurupishani. Kwa sababu wanaume tunapenda kurupishani, mara kwenye dari, mara chini ya kitanda. Umeona bwana? Hayo mambo ndo ambao wanaume tunapenda. Na mimi napenda kuambia wanawake, sisi ndo hayo ndo mambo yetu. Hata mwanaume asipokuambia atakuwa anakuonea haya tu, lakini mwanaume anapenda mwanamke mwenye kurupishani. Anapenda mwanamke kuku kakala. Sio umepoa tu kama futari ya magimbi unakuwa umepoa tu, haiwezekani. Kwa hiyo bwana, yani mwanaume yoyote ambaye amekamilika anataka ukiachana na mambo mengine yote, kwanza mwanamke inabidi uwe mtaalamu, uwe fundi kabisa. Uwe fundi kabisa, inabidi unilizishe. Usinionee maana usinionee haya. Sisi ndo tunavyopenda hivyo. Umeona bwana? Kwa hiyo bwana, ukiwa fundi, ukiwa na muonekano fulani, ukiwa na mshepu, kwa sababu hivyo vitu vinaendana. Umeona, inabidi nikikuona nikuvutie picha. Kwamba bwana huyu mtoto huyu. Yaani ukiona unavuta picha kama tayari tupo ghetto sasa. Tupo ghetto. Yaani mimi nakumaliza pale ninapokuona nakuwa nakumaliza. Nikiwa na bleach, unajua bwana. Yaani unirahisishie kazi, nikikuona niseme yaliomo yako. Yani hivi ndio vitu vyangu. Kabisa, yani muonekano wako usadifu yaliomo ndani. Sisi hao ndo mambo yetu na sisi ndo tunavyopenda. Kwa sababu mwalimu, huwezi kuamini, ujue mimi nikimuona mwanamke ana bleach, umeelewa bwana, ana tattoo mwili mzima, sio siri. Unaona mnyama. Bwana mimi naona mnyama, alafu sisi ndo tunapenda. Yaani sisi vile ndo tunapenda kwa sababu najua kabisa na kuvutia picha. Naona huyu hapa leo. Leo mechi itakuwa leo. Leo mechi El Clasico. Yaani najua kabisa leo kinawaka. Tunaelewa El Clasico. Unaona kabisa leo mimi kinawaka. Upande Messi, upande Ronaldo. Unajua kabisa leo kinawaka. Mtoto kwanza akiwa fundi, umeelewa bwana? Mtoto akiwa fundi, hata ukirudi zako nyumbani, yale mapokezi tu. Unakuta kwanza mtoto kavaa underwear, umeelewa? Kavaa underwear. Yaani inajieleza kabisa kwamba leo hapa, umeona bwana? Unaona kabisa ufalme wangu. Unapigwa massage. Sio massage ya kawaida eti massage sijui yule anakuchua mgongo. Hamna, massage ya ukweli, mafuta ya nazi. Umeona bwana? Yaani unajua kabisa leo, umeelewa? Hivyo ndio vitu ambavyo sisi tunapenda. Yaani wanaume sisi hivyo vitu tunachanganyikiwa navyo sana. Massage body to body. Umeelewa bwana? Bwana. Yule wewe bwana, nene nitakuja kwako. Yule bwana kamkumbusha mwenzake amebeki hiyo massage gani umesema? Body to body. Hiyo body to body ikoje hiyo? Anajua kamkubwa. Hiyo sasa, yes, kapiga underwear. Umeelewa bwana? Kapiga underwear. Afu wewe mwenyewe labda umekula boxer. Sasa hiyo body to body inabidi mnapiga massage wote mkiwa kama mlivyozaliwa. Yaani kama bustani ya Edeni. Kama nyoka. Umeelewa bwana?
Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo sisi tunapenda kutoka kwa wanawake. Kwa hiyo hapo nataka kumaanisha ile kauli inayosema kwamba mwanamke ni utulivu wa mwanaume bwana, ndo anavyotumaanisha kiku. Mwanamke ni utulivu wa mwanaume. Kwa hiyo bwana, moja ya sifa kubwa ya wanaume wanaoipenda ama wanaovutiwa na wanawake ambao wale ni mafundi kweli kweli. Sasa swali tu la kujiuliza, wewe ni fundi kweli kweli? Lakini hapa sasa umetutajia fundi, kuna watu sio mafundi ama hawajajua kama wao ni mafundi. Labda unaweza ukatupa tip ndogo ndogo ambazo kama mtu sio fundi aongeze vitu gani katika masuala yake yale ya ufundi ili aweze kufurahisha kumfurahisha mwanaume wake. Vitu gani labda? Kama hapo umesema kitu kimoja noted kabisa, wanawake jamani, mapokezi. Unampokeaje vitu mumeo? Unanuka jasho? Bado hujaoga vizuri, unampokea ukiwa tayari. Kuna kitu umetuambia kingine cha body to body, unakifanya kwa mwenzako. Kwa hiyo tupe vitu kadhaa ili watu wavichukue na wakavifanyie kazi kwa wanaume zao. Ndio kama hivyo tulivyosema kwamba hiyo body to body hiyo ni massage tu. Umeona bana, mnajiachia, mnakuwa kama mlivyozaliwa, inapendeza. Sisi ndio wanaume vitu ambavyo tunavipenda. Alafu kuna kitu kingine kuna chachandu. Umeona bana, inaongeza shanga. Chachandu ile, umeona bana, masuala ya vikuko. Tunakuja huko, umeona bana, mgonjwa mwingine chachandu inaongeza sana hamu kwenye mapenzi. Kwamba wanaume wakiona chachandu tunapagawa kabisa, akili naama kabisa, mnaanza kuona kwamba kama mechi inatakiwa ianze kabisa. Na mtoto mwingine anakwambia kabisa baby, hesabu hizo shanga. Umeelewa bana? Hesabu hizo shanga. Sasa wewe uanze kuhesabu moja mpaka umalize, ndugu yangu, ushakwisha. Yani ile kwanza kuhesabu shanga 1, 2, yani wewe mpaka zimalize umeshakwisha. Kwa jamani, mmeona, mmepewa hiyo tip moja. Jifunzeni massage. Wanaume zenu sometimes wanarudi nyumbani wamechoka, jitahidini basi wakanda mwili. Afu pia na jinsi mwanamke ambavyo unanukia. Umeelewa bwana? Kuna manukato. Siku mwanamke, sifa kubwa ambayo sisi tunapenda wanaume, mwanamke kwanza inabidi uwe msafi sana. Uwe msafi, ikibidi nukia muda wote. Yani mimi nikiwa kazini, nikiwa kwenye mishimishi zangu, yani kwanza ile harufu yako inanijia huko nilipo. Najua kabisa nikienda kwangu, nikigonga mlango, mke wangu au mwanamke wangu akinifungulia, najua kabisa natarajia ile harufu. Kwa hiyo ushanitengenezea kwamba mke wangu atakuwa ananukia harufu fulani. Kwa hiyo nikija nikikuta ile harufu, kweli mimi mwenyewe napagawa, naona kabisa ambacho nilikuwa nakitegemea kweli nimekisikia. Kwa hiyo inaongeza sana mapokezi ni kitu muhimu sana, namna tu unavonukia. Manukato yapo mengi sana. Kuna manukato haya ya kizungu, ya Kiarabu, kuna manukato kama ya asili ya Zanzibar, manukato udi manini. Kwa hiyo vitu ambavyo si vinatuchanganya sana. Kuna kitu kingine, wanaume sisi tunapenda mwanamke ambaye anakiamsha popote pale. Yani haoni noma kwenye swala la mapenzi, haoni noma. Iwe stendi, iwe chumbani, iwe kwenye basi, popote tu. Bwana, mbona bwana, unasikia hao watawaua hawa. Hadi stendi, mnaingia nyuma stendi kule, amsha unapiga zako, umeelewa bwana? Unapiga zako kimoko, mnaudi zenu, umeelewa? Yani kama asubiri wewe muanze. Yeye akijisikia anajipakulia manyama popote. Ndio mambo ambayo sisi tunayapenda. Ndio. Na wanaume haya mambo ndio ambayo sisi tunayapenda. Alafu kitu kingine, mwanamke inabidi uwe msafi. Yani uwe msafi kabisa. Yani ifike mahala hata mimi nipige ninavyopiga, hata iwe robo saa, hata iwe nusu saa, saa zima, harufu haibadiliki. Umeelewa bwana? Harufu haibadiliki, harufu ile manukato. Umeona bwana? Udi. Nusu saa inapigwa lakini harufu inatoka mule ile. Marashi. Yani bado inakuweka katika mchezo. Inakuita. Sio kama harufu unaangalia jua kitu kinatoka kwenye dirisha. Harufu inakukata. Inabidi unapiga, unapiga harufu nzuri ile. Mtoto unaweza kama ice cream. Kwanza unaweza ukamlamba mwili mzima. Umeona bwana? Mlikuwa mjai kumsikiza jamani huyu mtu kwenye mambo kama haya. Vitu vipo. Anaongea leo anakupeni vitu sasa. Vitu vipo, vitu ambavyo sisi tunavipenda. Sasa hiyo ndio aina ya kwanza tutambua. Kuna aina nyingi. Hiyo ndio aina ya kwanza tu. Hizo nyingine sisi zitakuwaje, Alafu usafi unakufanya mambo mengi ufanye. Nakwambia hicho ni kitu muhimu sana kwa sababu unaweza mtoto msafi, unanukia vizuri. Sasa hata niseme ni kulambe mwili mzima. Yani
kikwazo nini? Unanukia vizuri na kupiga mwili mzima na kulamba mwili mzima. Yaani natembea na ulimi tu kama nyoka. Hivyo ndio vitu ambavyo sisi tunavipenda. Yaani ni uhakika upate maradhi wala ni maradhi ya nini? Mtoto yuko vizuri, ananukia vizuri kuanzia juu mpaka chini. Unaanzia nywele mpaka kichwani. Umeona bwana? Jamani, hao wanaume leo wana matatizo leo. Leo mambo ni mengi leo. Lazima mwanamke piga deki. Unapiga deki, yani unatembea na ulimi chuma na semble kabisa, mwili mzima. Unalamba mwili mzima. Jamani, wanawake mkiwa wasafi mnawapa uhuru wa wanaume kufanya mambo yao vizuri sana. Kabisa mwalimu. Alafu kitu kingine bwana, mtoto ndani, mtoto chumbani. Mwalimu, unakuta mtoto ana viuno feni. Panga boy, yani panga boy. Mtoto viuno akachongo au feni bovu au feni bovu. Ushakuona feni bovu? Muona bwana. Yani leo anajimaliza huyu. Mimi nakwambia hivyo ndio vitu ambavyo sisi tunavipenda. Sisi tunapenda yote mtoto kivyo vyote, miuno mtoto popo kanyia mbingu. Vikoba. Kuna style ya vikoba hiyo. Umeona bwana. Ukiachana siyo mbuzi kagoma, siyo dog style, siyo nini, umeelewa bwana? Vitu vyote hivyo mtoto hivyo vitu vyote inabidi afanye. Hivyo yani hivyo vitu ambavyo vinatukosha sisi. Alafu bwana, muogope sana mwanamke ambaye anaweza akamnyanyua mwanaume. Yani mwanaume kamaliza lile bao la kwanza. Umeelewa? Raundi ya kwanza kama raundi ya kwanza ile imeisha. Sisi tunamheshimu sana mwanamke ambaye anaweza kumnyanyua mwanaume kutoka kwenye ile hali kumrudisha mchezoni. Huyo ndo mwanamke. Yani huyo mwanamke. Yaani unasemaje? Yaani ongea vizuri. Yaani huyo mwanamke ambaye mwanaume amemaliza bao la kwanza. Ndio. Umeelewa? Mwanamke sasa. Umeelewa? Akaweza kumrudisha mchezoni yule mwanaume. Akaenda la pili. Na la tatu. Huyo mwanamke yani sanamu lake inabidi lije pale posta pale kwenye raunda, yani ile sanamu la Bismillah inabidi litolewe awekwe. Bwana, maua ya wanawake wanaweza kuamsha wanaume kwenda raundi ya pili. Yaani kwamba akimaliza raundi ya kwanza ile pale wanaume wengi sana wanataka kurelax. Yaani kwamba kulipata la pili wanachukua muda mrefu wengine ni. Sasa akitokea mwanamke ambaye anaweza akakuamsha katika dakika zile 5 ukasimama ukataka la pili. Huyo sanamu akajengewe posta. Huyo sanamu lake litolewe, sanamu la Bismini liwekwe sanamu lake. Na sio kwamba mwanamke eti usubirie tena mpaka jamaa sijui alikave sio apate. Pale anapomaliza tu unapoona kama huyu hapa anashindwa kabisa kufanya chochote. Pale mwanamke sasa ndio inabidi pale utake over, ufanye vyovyote sasa ambavyo sisi ambavyo wewe unaweza. Ngoma iendelee hapo sasa. Kipindi cha pili kiendelee. Sasa huyo mwanamke muogope sana. Ndio maana nakwambia inabidi ajengewe sanamu kwa sababu sio kitu rahisi. Sasa hayo ndio majembe ambayo sisi tunayataka. Nawaambia wanawake. Sikia mwalimu, naambiwa sasa. Nawakumbusha wanawake. Raundi ya kwanza ni raundi ya mwanaume. Mwanamke kazi yake inaanzia raundi ya pili. Hiyo ndo kazi ya mwanamke. Raundi ya kwanza hata mkono unaweza kusaidia kabisa. Raundi ya pili ndio raundi ya mwanamke. Hiyo ndo raundi ya mwanamke. Yani mwanamke sasa pale ndo onesha ufundi wako kuanzia pale. Inaanza upya. Ile raundi ya kwanza babu, unaweza ukakoya mnazi na ukapiga. Umeelewa bwana? Lakini ukimaliza ile raundi ya pili sasa ndio ya kwake. Ile ndio ya kwake. Sasa pale pili ya tatu na kuendelea yeye ndio sterling. Sasa wewe mwanamke hapo wewe ndio sterling na ile movie inabidi ulicheze. Bwana Mkoko kaongea mambo mengi sana. Hiyo ni moja ya aina ambayo wanaume wanavutiwa nayo sana. Mwanamke fundi kweli kweli. Na kazungumza mengi, kazungumzia usafi, kazungumzia mazingira ya pale nyumbani, unaishi vipi na mwanaume wako, amerudi kazini umempokea, lakini namna ya tendo lile la ndoa mnapolifanya popote, sebleni, si chumbani, nje, kazungumza vitu kama hivyo. Kazungumzia ufundi wa kitandani, kazungumzia pia usafi hata wa kujiosha katika via vyenu vya uzazi jamani. Yes. Lakini la mwisho kasisitiza mwanamke atakayeweza baada ya mwanaume wake kumaliza raundi ya kwanza, yeye akaweza kumwamsha hapo aendelee raundi ya pili. Huyo mwanamke sanamu lake lijengwe wapi? Lijengwe posta. Bwana wewe una uwezo kumwamsha mume wako akaenda raundi 2 mfululizo? Kama uwezi Mkoko kakupa hiyo. Ukiweza hiyo, wanaume watakukimbilia chap chap. Bwana, hiyo ilikuwa ni Mkoko, moja ya aina ambayo wanaume wanavutiwa nayo sana. Nadhani umepata kuiona. Kama wewe sio fundi, ongezea ufundi.
wanaume wanapenda sana mwanamke fundi. Sasa Mukoko kamaliza kwa namna hiyo. Sasa niende kwa Master. Master, Mukoko ameongelea swala zima la mwanamke fundi huwa anawavutia wanaume wengi sana. Na hii tumekuwa tunaiona mwanamke unaweza kaolewa lakini ukikosa ufundi unashangaa mumeo bado anachomoka nje na vitu kama hivyo vinatokea. Wewe unadhani ni kitu gani pia kingine ambacho wanaume wanavutiwa nacho sana kwa wanawake kufikia hatua ya kutaka hata kuwaoa? Kiachana na ufundi. Mimi nadhani ni wao wenyewe wanawake kuwa caring na mapenzi. Kukea. Yaani mwanamke kuwa caring na mwanaume wake. Kwa aina nyingine wanawake wanaovutia wanaume ni wale wanaowakea. Sasa wanakea kitu gani? Wanaowajali wanaume zao. Naam. Yaani mwanamke unajua ndo mapenzi yenyewe. Yeye nadhani tunakubaliana. Mwanamke ndo mapenzi yenyewe. Mtata na maneno yake. Na mwanamke ndo ndoa yenyewe. Ndoa inaanzia kwenye mapenzi. Ndio. Yaani unajua mpaka tunafika mimi sasa naamua kutangaza ndoa. Bwana huyo binti mimi namuoa. Maana yake huku kashafuzu. Yaani kwangu mimi kashafuzu. Sasa tunahitaji huyo mwanamke anayefuzu anatakiwa vipi? Mwanamke unamjali mumeo. Mwanamke mfanye mwanaume asikae saa haja kufikiria. Shanielewa? Bwana mnasikia ufundi wa tekniki, mfanye mwanaume wako asikae saa bila kujua uwepo wako. Naam, yaani mwanaume unafanya kazi zako kwa busy na kazi zako, lakini kuna muda kichwani inakuwa kama alarm mtu aninganga. Na wife sijui mwanamke wangu au mpenzi wangu inasijui inakuaje. Unajibanza unatafuta hata message au simu na bwana vipi fresh? Upo mama mtu. Kwa sababu wanawake wengi unakuta sisi tukishaanzisha mahusiano nao siku ya kwanza ya pili wananichukulia tu kawaida. Yaani wanakuwa kama anaenda mazoea, afu mwanaume ni mtu ambaye azoeleki. Mwanaume ni mtu wa maamuzi muda wote. Ukishamzoea unampa opportunity, mfanye mwanaume akuone wewe mpya, wewe tofauti kila siku. Kwa sababu hata akisema anachepuka kwenda kumtafuta mtu mwingine, naye ni mwanamke vile vile. Ushanielewa? Unajua akitoka kwako kuna vitu anaenda kuvitafuta sehemu nyingine. Vitu vyake wenyewe wanaita hivyo. Ushanielewa? Na hakuna kitu chochote ambacho sisi tunakipenda kwa mwanamke zaidi ya mapenzi, real love. Yaani mapenzi ndo ananifanya mimi sasa wewe naoa unakaa ndani. Kwa hiyo hapo kazungumza kwa upana kabisa Master. Mwanamke anayemjali mumewe anamfanya mumewe ajisikie vizuri, hususan kwenye engo ya mapenzi, kwa sababu engo ya mapenzi. Sasa kwa mfano kujali kuna mambo mengi, anaweza akawa anakununulia zawadi, si ndio? Namna anavyokutreat, unaweza ukatuambia ama ukatudadavulia katika namna pana hiyo, ili hata wale wasiojua kujali kwa namna gani nao waanze kujua kumbe kujali ni kwa namna hii. Nikiongelea kujali, hiyo inatembea kwenye engo nyingi, kwa sababu mwanamke ndiye anaweza kumfanya mwanaume akatulia. Mwanamke ndo bwana, hiyo nataka naitaka hiyo. Mwanamke ndo anaweza akamfanya mwanaume akatulia. Kumjali kwa namna gani mpaka mwanaume atulie jamani? Make nyinyi watu wanawajali mpaka wanataka kuwabeba vichwani. Kwa sababu kwanza hata Mwenyezi Mungu mwenyewe sikatufanya tukawa wanawake. Yaani tukawa wadhaifu kwa wanawake. Ila inategemea na mwanamke mwenyewe mpaka mimi niwe dhaifu kwake. Ndio. Unakuta mwanamke anakufanya wewe, yani muda wote unaona mwanamke anakujali muda wote anakuulizia vipi unaendeleaje, muda wote anataka kujua nini kinaendelea kuhusu wewe. Yani vile vitu sometimes ambavyo wewe unataka kufanya kwake yeye, kumuulizia uko wapi, unafanya nini, umekula nini, na yeye muda wote, yani sio mpaka wewe mwanzo. Sometimes unakuta umekaa unapigiwa simu, unaulizwa vipi kazini, kinaendelea nini, umekula hapo. Nimekuelewa, yani kwamba vile wanawake wanataka kufanyiwa na wanaume zao na wao waanze kuwafanyia, kwa sababu hata sisi pia ni watu, na vile vitu ambavyo sisi tunawafanyia wao ndo wanatakiwa kutuletea sisi, kwa sababu sisi ndo tunayotaka mapenzi zaidi kuliko hata wanawake wenyewe. Kwa sababu wao ndo mapenzi. Kwa sababu wao ndo mapenzi yenyewe. Bwana, hiyo kubwa sana pia kaiongea. Bwana, vile vitu wanawake mnavyopenda kufanyiwa na wanaume zenu, jitahidini na nyinyi mvifanye hata kwa nusu kwa wanaume zenu. Hiyo inawafanya wanaume wajisikie mnawajali na mna appreciate wanachokifanya. Lazima mwanamke amfuatilie mumewe, ajue anaishije, mipango yake iko vipi. Sio mwanamke mnakutana tu muda wa kulala, mnaamka asubuhi kumekucha, kila mtu kaendelea na kazi zake. Hapo kukutana tena usiku. Hapo mnakuwa mnaishi kama masela. Sasa kuishi kama masela kwenye geto moja, mnakutana muda wa kulala, mnaamka, mnaondoka. Sasa mtu kama huyo tatangaza ndoa kweli? Sasa hapo umeongea kitu kizuri, nataka utusaidie
kutuambia wanawake waweze kuelewa ni vitu gani unaweza ukatutolea kama mifano ya kujali ambavyo wanaume wakifanyiwa wanajisikia vizuri sana na wanawake zao na wanajisikia kujaliwa na wake zao? Yani mwanamke kwanza lazima nionyeshe mimi, yani umuhimu wangu mimi kwake. Mwanamke lazima kuonyeshe umuhimu wako kwake. Yeah, lazima yani anifanye mimi nikikaa nione mwanamke wako yuko proud na wewe. Of course, yani kuna vitu vingine yani mimi mwenyewe tu automatic nitabadilika, nitaona huyu namhitaji muda wote. Huyu ananiweka kwenye misingi sahihi, inakutia moyo. Kwa kitu cha kwanza ni akufanye uwe proud ama ujisikie uwepo wako kwake, si ndio? Lazima nifanye mimi kwake niwe wa muhimu. Jambo lingine aniheshimu, yani mimi nione ananijali kama mumewe. Kuna wanawake wengine unajua kwenye swala la yeye kwenda kumpa zawadi mwanaume wake yani anaona mimi nampaje zawadi mwanaume wake. Yani labda mtoe, yani hata kama sio yani hata kama sio jambo la hela nyingi. Anaona yani nitoe 5,000 10,000 nikamnunulia mwanaume, namnunuliaje zawadi? Sasa hapo ndo mwanzo wa kufeli. Lazima mwanamke ani surprise. Narudi nyumbani nakuta kuna zawadi. Nafungua box nakutana na perfume. Boxer. Nakutana na boxer, mwanamke kani bless. Bwana, wanawake mmesikia. Muwe na nyinyi mnanunulia zawadi, wanaume wanapenda zawadi. Kama wanaume wanapenda zawadi tunapenda zawadi. Hasa itoke kwa mkeo. Alafu hamna kitu ambacho kinanasa kwenye nafsi kwa mwanaume anayempenda mwanamke wake. Alafu yule mwanamke anampa zawadi hata kama ni kidogo, lazima ilipwe. Lazima mwanaume airudie ile. Yaani hiyo lazima ilipwe. Hilo sisi tunalipokea kama deni. Mwanamke wangu ananipa zawadi alafu nisirudishe. Bwana, mmeona mambo, mmefichuliwa siri hiyo. Wewe ukitaka kitu kwa mwanaume usiombe kwanza. Mpe zawadi kwanza kama wiki 1-2, alafu tia neno lako hapo, umefanikiwa. Alafu tunapoongelea zawadi, sio zani kwamba zawadi kitu cha laki, cha milioni. Hapana, zawadi ni inaweza ikawa, unajua kwenye mapenzi kitu cha buku tu kinaweza kikawa kina thamani. Unampa mtu kitu cha buku, yani anakuja kurudishia kitu cha 50,000. Kwa sababu ile zawadi ya kimapenzi ina maana nzito. Sio zawadi tu ya kawaida. Mwanamke wangu kuniletea mimi zawadi hata kama boxer, anaonyesha kunijali na kunipenda. Yani anaonyesha kabisa wewe ananijali Yes. Na mwalafu kingine, mwanamke tunayemhitaji si lazima awe kwenye malengo yako, naweza sema. Yani kwenye mipango yako na yeye lazima awe. Ndio. Kwa namna moja ama nyingine, yani kwa aina yoyote ile, na yeye lazima ahusike kwenye mipango yako, sababu wewe pia una malengo naye. Kwa lazima ahusike kwenye kazi, lazima ajue wewe unaweza kutengeneza kiasi gani kwa siku cha fedha. Kuna siku unakuwa huna hela, unakosa. Hizo restrictions zote hizo akishazijua, atajua namna ya kuishi na wewe. Chanielewa? Kuliko kuna muda unakaa na mwanamke haelewi wewe leo umeingiza hela au hujaingiza hela. Anakupokea kama una hela, kumbe wewe ushakosa hela huko. Una magazabi yako. Kwa hiyo yule mwanamke pia anayejali kazi yako, lazima aelewa kazi yako imekuaje, anakushauri, anakuwa na wewe katika nyakati ngumu. Of course mwanamke anayekujali na lazima ajue wewe unafanya nini. Wewe ni nani, ni mtu aina gani, unafanya nini. Sio yeye anaomba tu ajue zinatokaga wapi. Mwanamke wapo wanawake wa design hiyo. Lakini kuna wale hata heshima, hata ile appreciate, kushukuru hata kwa hicho kidogo unachompa mwingine ashukuru. Kwa hiyo unamaanisha hata yule mtu unampa kitu naye anashukuru, anasema mume wangu kajitahidi, sio? Yeah, of course, kwa sababu anajua hela wewe unazipata kwa njia gani, kiasi gani. Kwa hata ukimletea zawadi ile kwa yeye anakuwa anaijua vizuri tu kwamba hii zawadi haijaja kirahisi. Sasa hapo Master, umeongea kitu kizuri sana kwamba wanaume nao pia jamani, msituone tuna nguvu. Majabari yani watemi maugomvi kila siku. Na sisi tunapenda mtujali. Akitokea mwanamke anamjali mwanaume anaona tofauti ya wanawake wote na wewe. Usikae tu ukasema mimi nasubiri nijali nao. Na wewe una jukumu la kumjali mwanaume wako. Hiyo ni aina ya wanawake wanaovutia sana wanaume mpaka kutaka kuwaoa. Master, labda ujumbe wako sasa kwa wale wanawake wanaojiuliza sana katika hiyo upande wa kujali. Unadhani ni kitu gani wakiongeze katika maisha yao katika namna ya kujali ili kizidi kuwasaidia katika mahusiano na ndoa zao? Hapo kwenye kujali inabidi, yani kimsingi
wasichukulie poa. Wanaume sio watu wa kuwachukulia poa. Mheshimu mwanaume wako, mjali, mpende, muongezee mapenzi. Msaidie kwenye upambanaji wake. Yaani mwanamke lazima uwe umsapoti mwanaume kwenye upambanaji wake. Lazima akuone kabisa wewe tayari ni sehemu ya maisha yake. Unamsapoti, unamshauri. Mipango yenu mnashare vizuri, lazima umshauri mwanaume wako kwenye kutengeneza maisha. Kwa sababu maisha si yenu wote wawili, lazima uwe sehemu yake pia. Unamshauri, hapa tukifanya hivi itakuwa hivi. Sio wewe unakuwa ni mtu tu adhibuti, kila akirudi unaomba hii, unakaa kidogo na shida hii, unakaa kidogo na shida hii. Si pia ni watu. Si pia tunahitaji kudekezwa kama watoto. Tena si wanaume tukiwa na wanawake tunakuwa kama watoto. Tuelewa, inategemea na mwanamke mwenyewe. Mwanamke akiweza kumtumia mwanaume wake vizuri, mwanaume sisi tunakuwa kama mdoli tu kwa mwanamke. Ukishaona mwanamke unashindwa kunicontrol mimi, unajua tayari wewe umefeli. Bwana, mmepewa kodi hiyo. Mwanamume mbele ya mwanamke ni kama wanasema mkate mbele ya chai. Of course. Kwa ukiona mwanaume wako ni mgumu sana kwako, basi jua kuna vitu wewe unavikosea. Kwa kuanzia leo ongeza huo ubunifu. Tumesema hapa kwenye ya kwanza, Mukoko akazungumza ufundi. Ongeza ufundi. Alafu hapo kitu kingine hapo. Mwanaume akimpenda mwanamke, anakuwa mkali kuliko hata baba yake mzazi. Mwanaume anakuwa mkali sana. Yaani mimi nikimpenda mwanamke wangu, nakuwa mkali kwake kuliko hata baba yake, kwa sababu mwanamke ninayempenda sitopenda akosee. Kwa hiyo ule ukali wangu unakuja kwenye kumsisitiza asikosee. Sababu anapokosea mimi nakuwa najisikia vibaya. Unajiona kwa nini anafanya hivi? Nifurahi. Kufukuza kwa nini huyu hivi? Yaani nakuwa mkali. Sasa ile inanipelekea mimi naona kwa nini? Nakuwa mkali, nakunja sura kwa sababu hiyo yote, kwa sababu ya mapenzi yangu ile kumtaka yeye awe sawa. Kwa hiyo jamani, mmemsikia pia Master ameongezea hapo sifa nyingine ama aina nyingine ya wanawake wanaovutia zaidi wanaume ni wale wanaowajali wanaume zao. Kwanza leo chukua hiyo. Na wewe anza kumjali mwanaume wako kwa zawadi, kujali kidogo anachokupatia, kujali anachokifanya, kumsaidia katika shughuli zake na kadhalika. Kuna mengi umeyachukua pia kwa Mukoko na Master. Sasa tuingie kwa Ibra hapa. Ibra, bwana Mukoko kakupigia ile ya kwamba fundi. Awe fundi kweli kweli, au sio? Lakini Master akakwambia mwanamke anayejali anawavutia sana wanaume pia. Si ndio? Hizi ni sifa mbili zimetolewa. Wewe unaweza ukatupa sifa ipi ya tatu? Unajua ziko nyingi sana, lakini ni ipi unaweza ukatupa pia wanawake na watazamaji wetu wakapata faida ya kujua ni kitu gani ukimfanyia mwanaume anajisikia vizuri, ama ni aina gani ya wanawake mwanaume huwa anawapenda sana? Bwana, yani mimi ningependa nigusie sehemu moja. Yani ambao wanaume wengi hasa tunavipenda kwa kutokea kwa wanawake zetu ambao tunatarajia wawe ni wanawake wa future zetu. Hasa wanaume wengi wanahitaji mwanamke mwenye nidhamu, mwanamke mwenye heshima. Heshima. Yani nidhamu, heshima. Nidhamu, yani kwamba mwanamke ukiwa na nidhamu, basi utahakikisha yani kwamba mume wako hadharuriki nje, familia yako ya ndani haidharuriki nje, wewe mwenyewe haudhaliliki nje. Na tunapokuja swala la kwamba kuwa na heshima, yani mwanamke ambaye alikuwa na heshima, kwa sababu mimi ninapokuwa na mwanamke kunakuwa na pande mbili. Kunakuwa na pande ya mwanamke na mwanaume. Hizo pande zote mbili zinaungana mkiwa wote ni mke na mume. Wote wanakuwa ni ndugu. Kwa hiyo mnapokutanisha familia mbili, yani msipokuwa na nidhamu, yani lazima kuna vitu vitokee. Vinatokea kama vitu gani? Kwamba mwanamke wako unaweza kama mwanamke anakuheshimu mkiwa mpo ndani. Umetoka umeenda kazini, huku nje sasa kwa mwenzako sasa, yani kasema mume kaenda kazini, sasa acha nitambe sasa mimi kwamba sasa hivi sasa huu uwanja ni wa kwangu. Mama fulani, njoo kuna hichi. Baba fulani, hichi njoo. Wakati hao ambao unawaita, sio neno mwalimu, hao watu ambao unaita wewe unawaambia, ukumbuke nao na maisha yao. Yaani hao wakitoka sehemu za watu, kila mtu ana status yake kwa jamii. Kwamba yule anaheshimika kwa sababu yule dada ana nidhamu, anamkea mume wake, familia yake haina shida, watoto wake wana nidhamu, ndugu zake sio. Yaani hivyo ni vitu ambavyo tukiwa kwenye jamii vinatupa chati. Ukiwa na nidhamu, mwanamke ukiwa na hekima, ukiwa na busara, hivyo ndio vitu ambavyo sisi wanaume
tunavipenda kutoka kwa wanawake zetu. Umesema hapo vizuri kwamba unaweza ukaheshimiwa kwa sababu upo mume wangu bwana karudi, mtoto kavaa Kiislamu kajitanda nguo mpaka huku. Okay kabisa, ninasema mume wangu. Lakini leo umesafiri unasikia bwana mke wako yuko disco huku. Umesafiri unasikia mke wako katembea na boda boda huku. Ndio mambo kama hayo. Mara suka kama tuombea huku. Inabidi akuheshimu ukiwepo na alinde heshima yako hata kwa wanaokuzunguka, kwa ndugu, familia, ukoo wote apeleke heshima. Kwa sababu gani? Kwa nini mimi nakwambia hivyo? Kwa sababu mwanaume unaweza kaa upo nyumbani lakini ukapiga simu bwana, Ibra, kuna sehemu fulani bwana Dodoma kuna issue kafanya ndani ya wiki moja. Ndani ya wiki moja wewe unaamini mimi nikiondoka mke wangu ndio hatapenda, lakini naenda kuandaa maisha ili mke wangu na wanangu wasiishi kinyonge, kwamba wawe na maisha ambayo ni bora. Sasa mwanamke anapokuja mume wangu leo anaondoka, yeye anaamini sasa hapa sio yeye ni muda kukaa kwamba mimi hapa sasa mimi kashaondoka, inabidi sasa nijiheshimu mimi kama mke wa mtu. Mume wangu hayupo. Je, kama mume wangu alikuwa mimi kupo naingia ndani saa 1, mume wangu hayupo, mimi inabidi niingie ndani saa 12. Yaani ile saa 1 ambayo narudi, mimi nirudi saa 1 nyuma, nampigia simu saa 1, mume wangu mimi sasa hivi niko ndani. Na hapo ninavyokuambia silali, wewe huko mbali na mimi. Wacha wewe jamani. Kama kuna vitu ambavyo yani sisi wanawake heshima hiyo mnaiweza? So ile nini wanasemaga paka akinini paka akitoka fanya utawala. Yaani kwamba mwanaume ambapo umetoka ujutii kwamba nimetoka sasa hivi niko nyumbani, lakini namna ninavyomsikia mke wangu yani kwamba mwanamke wangu huyu ni mwanamke ambaye nilikuwa naomba kila siku Mwenyezi Mungu anichushie katika dunia hii. Kwa sababu yani sisi wanaume kwenye kutafuta waga tunakutana na heshima na upole wako Asha, ndio umenifanya nitoe barua. Nia na madhumuni yako Asha, nilitaka nikuoe lakini umeniudhi Asha, ulipoanza kunidharau. Unaona heshima imemfanya muoe, ile kwanza kunidharau kwamba yani sisi wanaume lazima tupate mwanamke ambaye ni kioo cha jamii, kwa sababu mwanamke anapokuwa na nidhamu, basi hakikisha mtoto wako ambaye anakuja kwenye dunia kwamba kuna vitu anakuja kujifunza, kwamba lazima unaamini akipitia kwa mama huyu. Wanasema 85% mtoto anarithi kutoka kwa mama kabisa, afu baba anamaliza hata hizo 5 tu, kwamba mimi nikija nitamkuta mwanangu vipi, umefanya umweki, umesoma, umeenda madrasa, mama ndo mlezi, lakini mama ndo anashinda na mwanae kuanzia tumboni mpaka anakuja duniani. Sisi tunahitaji mwanamke ambaye ni role model wa dunia, kwamba mke wa fulani bwana, yule bonge moja la mwanamke ni jamaa, yani kwenye kutafuta kwake alipointi sana pale kwa mwanamke. Vijana wanasema kosea kila kitu usikosee. Kwa sababu gani? Ukikosea pale kuoa, wewe naamini future yako ndio inapotea pale. Kweli. Walitoka kusema walotoka kwamba mwanamke ndio mapenzi yenyewe. Akikuvuruga huyo ndio tunaona leo watu wameuana, wamekaa na sumu. Kabisa. Kwa sababu yani mwanaume yote ambaye anataka kufanya wewe utoke kwenye namna fulani kwenda namna nyingine, kwamba mwanaume ambaye anakuambia mimi sasa hivi wewe ndio mke wangu mtarajiwa, sasa hivi nafanya kila kitu liweka, yani kitu ambacho mimi chochote kwenye dunia hii, lakini hadi wewe uwe ndani yangu. Mimi nikitoka kazini najua mke wangu yupo ndani. Kwa hiyo mwanamke, yani mwanaume anapokuambia mimi nataka kukuoa, basi ujue huyo ni mwanaume ambaye anatamani kwenye maisha yako wewe, yani uweze kuwa bora na uendelee kuwa bora na yeye mwenyewe, kwa sababu mwanamke anapokuwa bora hata mume wako anazidi kuwa bora, kwa sababu wewe ndo namjenga mume wako. Kwa sababu mume anapoona mke wangu ananiheshimu, mke wangu ananitunzia madhaifu yangu, wake ndo heshima hiyo. Mke wangu yani ni mtu ambaye nikiwa kazini yani najutia kwa nini na muda mchache kukaa na mke wangu. Sitamani yani mvumilivu, ana heshima, ndani ya stoki nje, kile chumba kile chumba ambacho tumekaa nacho pale, unatamani kama bahari kwamba tu tunaelelea, kwa sababu mwanamke anakupa upana. Kwa hiyo yani wanawake ambao mimi nitarudi pale, vitu vyote vinakuja mwanamke akiwa ana nidhamu, mwanamke akiwa na heshima. Hivi vitu viwili ndo mwanamke vitampa chati kwa mwanaume. Na kingine hapo ujue mwanamke anaweza kumfanya mwanaume akaheshimika huko. Kweli kabisa. Kweli. Mimi bwana nishaye kushuhudia kuna jamaa mmoja alikuwa mlevi sana wa pombe. Ilifika hatua analewa mpaka analala huko, tunampigia simu mkewe ndo anakuja kumsaidia arudi nyumbani. Yule mkewe aliweza kumvumilia yule mwanaume, alimtreat mpaka watu wanamwambia yule jamaa, wewe mjinga.
umepata mwanamke mzuri sana. Mwanamke mwingine angekukimbia kabisa, au ungekuwa unapigiwa, lakini mshikaji anakuvumilia. Badilika. Yule mshikaji this time kaacha pombe kabisa wanangu. Kabisa. Kwa sababu gani? Mwanamke. Ile dhamana ya kusema mimi mbona nakuwa mbona mwanamke wangu katulia, mbona mwanamke wangu mbona namtia mwanamke wangu kabadilika. Kwa hiyo jamani, heshima na hekima na utiifu ni kitu bora sana. Mwanamke ukiwa nacho una uwezo kumbadilisha mwanaume yoyote. Kwa anachokiongea Ibla ama unachokiongea ndugu yangu nakuelewa. Ni kweli kabisa. Sana sana. Kwa hiyo sasa katika hiyo heshima una kitu gani labda unataka kuwapelekea ambacho unakiona katika jamii leo, katika mazingira yetu, utandawazi ulivyo, maadili ya wanawake zetu yalivyo, kitu gani unakishauri kikabadilike na wakakifanya wanawake katika namna ile ya kunogesha sasa mahusiano na ndoa zao kwenye swala zima la heshima na nidhamu? Yaani mimi nitawapa kitu kimoja tu. Yaani wanawake wajue kitu kimoja kwamba kwenye hii dunia yani mwanamke ni kama ua fulani zuri, kwamba halikui pasipokuwa na msingi ambao utafanya ile ua kukua. Kila anayopita kaliona zuri. Kwa maana gani? Mbolea. Yaani ua ambao na mbolea zuri, kwa sababu ili ua likue chini lazima utafute kishimo, uchimbie, ua uliweke, ardhi safi kabisa yenye rutuba. Kila siku uliangalie mwanamke, yani kwenye hii dunia mwanamke ni mapambo ya wanaume. Mwanamke ukishajua mimi ni mzuri na ukajua mimi nina nidhamu, mimi nina hekima, basi wewe kwenye hii dunia yani huwezi kuteseka. Yani huwezi kabisa kuteseka. Yani utalandalanda tu. Bwana, wewe mpaka sasa hivi bado hujaolewa. Mpaka sasa bado hujaolewa. Ibla anakwambia ukiwa na heshima, ukiwa na nidhamu, ukiwa mtiifu, wewe lazima utaolewa. Kabisa. Sasa naomba uniandikie pia kwenye komenti yako, wewe mpaka sasa hivi hujaolewa, je, umekosa hiyo nidhamu? Umekosa heshima? Umekosa utiifu? Ibla anakwambia ukiwa na hivyo vitu unaondoka. Huwezi kuteseka. Kwa hiyo wanatakiwa watakiwa ni wanawake watiifu kwa wanaume zao, hasa mwanamke ambaye unajua huyu ni mwanaume ambaye anakamatia future yangu. Ng'ang'anie mwanaume huyo, mtengeneze wewe unavyotaka. Mimi nataka mume wangu hivi, wewe ndio mbolea ya mwanaume wako, kwamba mimi muda huyu mwanaume mimi inabidi nimtengeneze, ili mimi nikisimama na mwanaume wangu atasema yes, yule kweli yuko na mwanaume ambaye sisi wanawake tunatamani tuwe na mwanaume kama yule, kupitia wewe mwanamke. Yaani anapenda kukusifia kupitia mume wako wewe, kwamba bwana mtu fulani bwana mke ambaye kambadilisha hadi, yani mwanamke pia anapewa sifa kumbadilisha mwanaume, sio mwanaume anapewa sifa kumbadilisha mwanamke. Unajua kwamba kuna kupita sehemu fulani kumtambuta mwanamke anasifia bwana mtu fulani kamvumilia, kambadilisha kama kisa ambacho ulichokitoa wewe, kwamba mwanamke halewi mume wake, baba wa familia yeye analewa chaka na mwanamke anaamini mume wangu mimi yule pale, kile ambacho kichomfanya ambacho yeye halewi ni ibilisi, lakini mimi niko na mume wangu. Hiyo safi Umeshaelewa? Niko na nani? Muongea kitu kizuri sana. Wanawake hawa inabidi sana yani wajitambue kwamba wao wana nguvu kubwa sana katika mabadiliko ya wanaume. Kabisa. Ni kabisa na nguvu kubwa. Kwenye control mwanaume anakosea tu sehemu ndogo. Bwana, leo bwana katika Kilinge unaweza usiamini macho yako. Bwana hawa ndio wale majembe wetu leo wamemwaga madini ya kutosha sana. Wamekwambia aina za wanawake ambao wanaume wanawapenda sana. Sasa hebu nikwambie kwa mfano tu. Mwanamke mzuri, una heshima, una nidhamu na ni mtiifu kwa mumeo. Alafu ukaja hapa ukaongezea una ufundi, unaupiga mwingi. Unaupiga mwingi. Kama Messi ndio El Clasico. Alafu ukaja hapa pia unajali kabisa. Bwana, ukiwa na hizi sifa tatu, inaweza ikawa ngumu kuwa na sifa hizi tatu. Sifa ziko nyingi, umetajwa hizi tatu. Hata hizi tatu zikushinde. Hebu nakuomba leo kwa ulikuwa unatusikiliza, wewe mwanamke utuambie, je, una hizi sifa zote tatu? Ama una sifa ipi kati ya hizi zilizotajwa hapa? Ama wewe hauna sifa kabisa? Na baada ya mazungumzo, kitu gani kitaenda kubadilika katika maisha yako ukiwa kama mwanamke mzuri na unajitakia mambo mazuri na mema sana? Leo jamani, nawashukuru sana wanangu. Oya, hata mwenyewe hujasiamini kama nyinyi mna madini hivyo. Mimi nilikuwa najua kila siku tunafaya. Bwana, kumbe washikaji mnaelewa kilicho bora. Lazima tuone dunia inatakaje. Bwana, leo Kilinge kimekuja kivingine na wamekupa tip, wamekupa madini bora sana wewe kama mwanamke. Wamekuambia kwa namna gani unaweza ukawavutia wanaume wengi na ukaingia katika ndoa. Lakini kwa namna gani pia unaweza ukadumisha ndoa yako. Kuna mambo makubwa sana yameongeleka na kuna mambo unaweza ukawa yameongeleka na uyawezi kujifunza imo. Kuna swala la ufundi hapa. Kujifunza jamani imo. Lakini kuna swala la kujali pale.
Kama wewe ulikuwa ni mtu wa kulalamika kila siku, anza ku appreciate anachokifanya mumeo, anza kumjali. Wewe ulikuwa una nidhamu, mumeo akiwepo na unajifanya unajishaua, mumeo hata akiondoka badilika, anza kumheshimu, anza kuishi maisha bora na mumeo yatakomheshimisha na atakokupa nyinyi heshima na ndoa yenu na watoto wenu. Ulikuwa na mimi mwanzo mpaka tunapoelekea mwisho wa kilinge chetu hiki, nikiwa na wanaume katika kilinge chao. Mimi naitwa Mombe Crispin, nilikuwa na Ibra Mukoko pamoja na Master. Hadi wakati mwingine tena tunakwambia Igwe Igwe Igwe. Ndoa za masingo maza zinadumu. Ndoa ya anajua kabisa kwamba huyu mwanaume mwanamke kama mwanamke, lakini kwa mwanamke mwenye mtoto lakini ndio huyo mwenye tabia njema.